Mtazamaji wa TBC1, karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Kama kawaida tunakutana hapa, tunazungumza masuala ya utafiti na namna ambavyo unaathiri maisha yetu ya kila siku katika nyanja zote za kijamii, kiuchumi, kisiasa, lakini pia katika swala zima la sayansi na teknolojia, bila kusahau masuala ya elimu. Ni moja ya mambo ambayo ni muhimu sana katika jamii. Wasomi waliwahi kusema kwamba ukitaka kuua taifa lolote, basi ua msingi wa elimu, utakuwa umeua taifa. Na hii leo kwenye Mwanazuoni tunaangazia masuala ya elimu, na hapa tunaangazia stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu, KKK. Na ikumbuko kwamba tarehe 29 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili. Hii leo tunaangazia stadi za kusoma ama stadi za KKK. Na niko katika chuo kishiriki cha elimu Dar es Salaam DUCE. Niko na Dr. Subilaga Kejo, yeye ni mhadhiri katika chuo hiki ambacho kinapatikana Temeke jijini Dar es Salaam. Naitwa Tobias Masalu. Twende pamoja tuweze kujua, wametafiti kufahamu ni kwa namna gani stadi za KKK zinafaa kwa watoto wa awali, darasa la kwanza na la pili. Yako mengi ambayo tutajifunza hii leo. Kwa wewe mwenye mtoto wa daycare ama awali, kuna mengi ambayo yanakuhusu hapa. Twende pamoja. Karibu sana. Dr. Kejo, karibu sana kwenye kipindi. Asante sana Tobias. Mambo yanakwenda? Salama kabisa. Mambo ya kielimu vipi? Tunamshukuru Mungu kwa kweli, tunakwenda vizuri. Ndio. Tunakwenda vizuri, tunashukuru serikali yetu kwa kweli, hasa kwa mipango mbalimbali ambayo inaendelea. Kipekee napenda kuzungumzia mpango uliotaja ambao umezinduliwa juzi na Mheshimiwa Rais. Kwa kweli ni mpango ambao ukiuangalia, ukitekelezwa jinsi inavyotakiwa, utatufikisha mahali. Kwa hiyo tutegemea watoto wa awali, darasa la kwanza la pili kuwa na umahiri, maana mpango unaelezea umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Ni sawa kabisa. Kama tunavyojua msingi, na wewe kama ulivyoeleza, msingi ni bora. Hata kama unajenga nyumba, msingi wako usipokuwa imara, basi patakuwa na shida huko mbele. Kwa hiyo mpango huu wa KKK kwa watoto wa darasa la awali, darasa la kwanza pamoja na darasa la pili, kwa kweli ni muhimu na umekuja kwa wakati mwafaka, kwa sababu msingi ni kitu cha muhimu sana. Sawa. Kwa hiyo tunabidi tuutilie mkazo kweli kweli. Dr. Kejo, tujikite kwenye utafiti ambao umeufanya kuhusiana na swala zima la kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi wa awali. Tujikite hapo, tuanzie hapo. Umekuja na huo utafiti ukiamini kwamba kila ambacho umekibaini huko na kikifanywa kazi, ukiunganisha na mtaala wa elimu ya shule ya msingi na darasa la kwanza hadi la 7 wa 2023, mambo yanakwenda kuwa mazuri zaidi. Na kingine zaidi kilicho bora kimeongezeka ni mpango ambao umezinduliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 29. Tuanzie hapo, msingi wa awali kwenye swala zima la umahiri ama stadi za kujifunza kusoma na kuandika na kuhesabu. Asante sana Tobias. Kama nilivyosema awali, ni muhimu sana kuwa na misingi imara na ufundishaji, au tunapozungumzia stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu, jambo kubwa na la muhimu sana ambalo tafiti zetu zimejikita huko ni katika ufundishaji. Na kama tunavyojua, hata ukiwa na darasa lolote, kama hauna ufundishaji mzuri, basi usitegemee matokeo mazuri. Kwa hiyo jambo kubwa sana ambalo tumejikita nalo kwenye tafiti zetu ni ufundishaji wa hizi stadi za KKK. Na tunapozungumzia stadi za KKK, tuna darasa la awali ambalo kipekee tukilizungumzia darasa la awali lenyewe tunazungumzia stadi za awali kama darasa lenyewe linavyojieleza. Tunazungumzia stadi za awali. Lakini tunapoanza darasa la kwanza na la pili, basi pale tunazungumzia sasa stadi zenyewe za kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo tuende taratibu Dr. Kejo. Sawa. Ukisema kwamba swala la kusoma, kuhesabu na kuandika linaanzia darasa la kwanza na la pili, wakati ambao tunatambua dunia yetu sasa hivi wazazi mpaka daycare
watoto wanatamani wajue kusoma na kuandika. Ndio. Hebu tupitishe kwenye msingi mzima wa stadi za mafunzo kwa darasa la awali zikoje, ili tutamara. Nafahamu kuna watoto mpaka wanakuja na homework, yuko awali, yuko daycare, na mzazi anaona hii ndio yenyewe. Ndio. Yaani hapo ikoje hiyo hali? Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Kama ulivyosema, wazazi wengi kwa kweli wana matamanio ya haraka sana, kwamba wazazi wengi ukiongea nao hasa siku hizi, mzazi anasema natamani mtoto wangu miaka 4 tu aanze darasa la kwanza. Lakini pia anatamani akienda tu shule awe ameshajua kusoma wakati huo, yani ameingia shule leo, baada ya wiki anategemea aone mtoto anasoma, mtoto anaandika, kitu ambacho hakiwezekani. Tunapozungumzia stadi za awali, katika darasa la awali, lile darasa ni darasa la maandalizi, tunaweza tukasema. Pale ni kuwaandaa watoto ili wawe tayari, kujenga utayari wao ili waweze sasa kukaa darasani vizuri, kuanzia darasa la kwanza pamoja na madarasa ya juu. Kwa hiyo tunaposema stadi za awali za kusoma, kuandika na kuhesabu, tunazungumzia stadi kuwaweka katika utayari, ikiwa ni pamoja na stadi za kuzungumza. Wale watoto tukumbuke wametoka nyumbani. Ndio kwanza walikuwa wamezaliwa, wamekuwa pale katika mazingira ya nyumbani, sasa ndio wamefika shuleni. Sasa inasikitisha sana ambapo mtoto wa miaka 3 ameingia tu kwenye daycare labda kwa mfano, au miaka 4 ameingia tu pale, alafu hapo anapewa daftari. Hiyo sio sawa kabisa. Dr. tunaweza tukaziandika hizo stadi za awali ili mzazi anayetutazama ajue kwamba tunapozungumzia stadi za awali tunamaanisha kama ulivyosema mambo ya kucheza. Okay. Tunapozungumzia stadi za awali ni maandalizi mbalimbali. Kwanza kuna kuzungumza. Kuzungumza kwa watoto, sisi hapa tunazungumza, lakini unaweza kushangaa kwamba kwenye mtaala wa darasa la awali kuna umahiri kabisa wa kuzungumza. Kwa mtu mzima utashangaa, sasa mtu nani ananifundisha kuzungumza? Lakini wale watoto tunawajengea misingi ya kuweza kuzungumza katika miktadha mbalimbali. Kwa hiyo kunakuwa na michezo mbalimbali au shughuli mbalimbali za kuwahamasisha wale watoto kuzungumza. Hiyo ni maandalizi ya huko mbele wanakokwenda kujifunza. Huu ni mtaala wetu wa darasa la awali wa mwaka 2023. Kwa hiyo tunaanza kuandaa watoto kusikiliza katika miktadha mbalimbali. Hiyo pekee ni stadi nayo. Tunategemea kujenga umahiri, tunahitaji kujenga umahiri huo kwa mtoto. Kuanza na kusikiliza. Ametoka kwenye mazingira ya nyumbani, inawezekana ametoka kwenye mazingira ambayo hata wengine hawana ufahamu zaidi. Kuna watoto wengine wanachelewa hata kuzungumza, na hiyo tu ni kwa sababu hawajapata nafasi ya kusikiliza. Kwa hiyo pale tunawajengea watoto stadi ya kuweza kusikiliza. Kwa hiyo aweze kukaa kumsikiliza mtu, lakini hatimaye aweze pia kufanya nini? Kuzungumza. Baada ya hapo sasa ndio tuna stadi za awali za kusoma. Stadi za awali za kusoma. Baada ya mwalimu kuzungumza na mwanafunzi wake. Baada ya mwalimu kujenga jinsi ya stadi za kusikiliza, baada ya kujenga stadi za kuzungumza, lakini pia za awali zote hizo. Kumbuka kwamba wanapoendelea darasa la kwanza na la pili wataendelea kujengewa, ni kama msingi unaendelea kukua sasa. Lakini msingi unaanzia huko. Ndio. Kwa hiyo stadi za kusoma sasa, hapo tunakuwa na shughuli mbalimbali. Stadi za awali za kusoma tunakuwa na shughuli mbalimbali. Usishangae kama una mtoto wako mdogo akakwambia leo tumesoma darasani, hebu nionyeshe mmesoma nini, akakuonyesha kitabu cha picha. Sisi kwake pale amesoma. Kitabu kina picha kurasa zote. Ameona hapa. Anafurahia kweli kweli. Anafurahia kweli kweli. Sasa tunajenga ule uwezo wa interact, kushirikiana na text. Yani mtoto kuinteract na text. Yani hiki kitabu nini, madaftari. Hiyo nayo ni umahiri pia. Hiyo nayo ni umahiri. Ala.
tunamwandaa kwanza. Sio tu amefika tu pap, tunamwandaa kwanza. Uweze kujua ana shiriki, sijui neno gani la Kiswahili. Yaani anahusiana. Anahusiana, exactly. Na hivi vitu vinavyomhusu. Hivi vitu vya kuandika, hivi vitu makaratasi na vitabu na nini. Kwa hiyo atakuwa na vitabu mbalimbali, kutakuwa na mabandiko mbalimbali. Kwa mtoto akija amechora paka masikio usimkaribie. Sasa hiyo tunaenda kwenye hatua nyingine ya kuandika. Wewe ndio umeniharakisha sasa. Sawa. Hiyo sasa ni study, hapo tunakwenda kwenye study za awali za kuandika. Kwenye study za awali za kuandika sasa tunamwandaa. Kama tulivyosema mwanzo ni maandalizi. Tunamwandaa huyu mtoto kuja kuweza kuandika. Ikiwa ni pamoja na kuandaa viungo vyake. Yule mtoto hajashika kalamu akiwa nyumbani. Tunamwandaa, tunakuwa na shughuli mbalimbali ikiwemo za kufinyanga vitu, za kuchora labda chini kwenye udongo, wala sio tatizo. Watachora, wakimaliza watanawa. Kufinyanga kutumia udongo, kufinyanga siku hizi kuna udongo mpaka unauzwa dukani, kufanya shughuli mbalimbali za mikono, hata kuchora tu kwenye makaratasi. Atashika kalamu hivi, atashika hivi, lakini vyote vile vinaandaa, tunaita misuli midogo midogo ambayo anatumia kuja kushika kalamu. Sasa atakapokuwa tayari akipitishwa kwenye hizi hatua, ndio ataweza sasa kushika kalamu yake vizuri. Kwa hiyo hapo ndio tunazungumzia hivyo vyote. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kufanya, hizo shughuli zote za kufanya kabla hajaanza kuandika kwenyewe. Ile K ya kwanza bado haijaanza kufanya kazi. K ya pili ya kusoma bado. K ya kuhesabu. Kwa namna moja kuhesabu inaweza kaingia kwenye awali. Kuhesabu pia nazo ni studies, tunazungumzia studies za awali. Kutambua vitu vilivyoko kwenye mazingira, kutambua rangi zilizoko kwenye mazingira, kutambua maumbo yaliyopo, kutambua vyote hivyo ni maandalizi ya study za awali za kuhesabu. Kwa hata kufikiri pia inaweza kaingia huku. Vyote vinaingia. Vinaingia kwa sababu tunapoendelea na hizo shughuli mbalimbali, shughuli mbalimbali ambazo anatumia mwalimu, anahitaji kuwaongoza watoto kwenye kufikiri pia. Ndio. Kuna mbinu kubwa ambayo ina tafiti nyingi zimefanyika duniani ambayo inaonekana ni nzuri kwa watoto kufundishia, ni mbinu ya kutumia michezo. Kwa namna ambavyo umefanya utafiti, kwa nini jamii kwa leo inaharakisha sana wakati mwingine hadi hizi tunatamani hivi tuviruke, tuingie kwenye hatua ya moja kwa moja kuandika, kusoma na kuhesabu. Kumbe huku nyuma kuna mengi ambayo yanapaswa kufanyiwa kazi. Kwa nini inakuwa hivyo? Kuna mambo mengi. Jambo la kwanza ni uelewa. Kitu usichokijua, unajua unakwenda tu, unaweza ukaenda tu ukaangukia hata kwenye shimo. Kwa hiyo tunahitaji uelewa zaidi. Tunahitaji uelewa zaidi kwa wazazi, tunahitaji uelewa zaidi hata kwa kwetu sisi wenyewe tunaotekeleza hii mitaala kwa kweli. Kwa hiyo tunahitaji kujielimisha, kujua umuhimu, kuelewa umuhimu wa misingi. Hicho ndio kitu cha muhimu sana. Na tukiachana na wazazi, Dr. Kejo, kwa upande wa taaluma, yani upande kwa walimu na mifumo ya kiserikali, nini kinakwamisha haya mambo? Niseme inawezekana yanafanyika, lakini naamini hayafanyiki kama ambavyo inapaswa kuwa. Nini kinakwamisha? Kwa upande wa serikali tukiangalia, kwa kweli kwa upande wa serikali inajitahidi sana kutoa miongozo, kutoa maandiko. Kwa mfano tunapozungumzia mtaala, mitaala mwaka juzi tu hapa mwaka 2023 imetoka mitaala mipya, lakini hata kabla ya hapo sio kwamba ilikuwa mitaala iliyopitwa na wakati sana, lakini kila wakati of course mitaala inatakiwa iwe inakuwa updated kila mara. Kwa hiyo kwa upande wa serikali inajitahidi sana kutoa miongozo kwa maana ya mitaala. Lakini kuna shida moja ambayo ninaiona, ambayo inaonekana na studies zimeonyesha pia, ambayo sio nchi yetu pekee yetu.
pamoja na nchi zingine. Kuna shida ya mitihani. Sijui tuseme ni syndrome, ni kama ugonjwa wa mitihani umekuwa sugu sana. Kwa hiyo watu wengi wanaangalia mitihani kwa mfano ya darasa la 7 au ya darasa la 4 tuseme kwa mfano, kwa sababu kwa hawa wa awali wa karibu zaidi ni darasa la 4 kwa mfano. Kwa hiyo akiangalia mitihani ya darasa la 4 anaona kama tukianza kufanya hivi vyote tutaweza kumit kweli. Kwa hiyo kwa sababu wanaongozwa na wasiwasi wa mtihani, wanakuwa na wasiwasi wa kumaliza kutekeleza ule mtaala kwa wakati. Unaona? Kwa hiyo wanaona hebu tutekeleze haraka ili tuweze kupata muda wa kuwafanyia mazoezi ili wazoee waweze kufanya mtihani vizuri. Ushindani wa kibiashara madam, Dr. unaweza ukaingia pia? Yes, ushindani wa kibiashara unaingia kwa sababu tuna shule za private, si ndio? Ushindani wa kibiashara unaingia kwa sababu katika shule matokeo si ndio yanaiuza shule. Kwa hiyo sasa inawezekana kizuri kinajiuza, ndio. Kwa hiyo inawezekana, sio kwamba sisemi kwamba shule zote zenye matokeo mazuri zinafanya hivyo, hapana, lakini inawezekana baadhi ya watu wakatumia hiyo mbinu ya kuharakisha na kuja kuhakikisha kwamba tunawafanyisha mazoezi mitihani wale watoto ili wafaulu vizuri ili jina letu liweze kujiuza. Ndio. Mtazamaji wa TBC1, tuko kwenye kipindi cha Mwanazuoni na niko na Dr. Subilaga Kejo. Yeye ni mhadhiri Chuo Kishiriki cha Elimu Dar es Salaam DUCE. Hapa tunazungumzia stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Ikumbukwe kwamba tarehe 29 Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la 1 na la 2. Na kwa mujibu Dr. wa mtaala wa elimu ya msingi darasa la 1 hadi la 7 wa mwaka 2023 unasema kwamba umahiri wa jumla wa elimu ya msingi kwa wale ambao wanasoma wataupima katika mambo kadha wa kadha, ambapo itakuwa kutumia stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, ikihusisha kutumia maandishi ya Braille, lugha ya alama ya Tanzania LAT na lugha mguso. B, kuwasiliana kwa njia stahiki ikiwemo teknolojia ya habari na mawasiliano na teknolojia zingine saidizi. Lakini C, kushiriki katika vitendo vya kuimarisha mwili, kukuza vipaji, kushirikiana na wenzake na kuwa na mtazamo chanya kuhusu kujifunza. Na D, kuonesha urazini na ujumi, kupenda na kutunza afya na mazingira pamoja na rasilimali zilizopo. Lakini E ni kuonesha maadili, kuthamini na kudumisha tunu za taifa na utamaduni wa jamii yake pamoja na kutambua tofauti za utamaduni mbalimbali. Na F, kuchangamana katika mazingira jumuishi. Haya ni kwa upande wa darasa la 1 na la 2. Haya tunayozungumza ni katika msingi wa awali. Nikirudi kwenye msingi wa awali, tunao watumishi katika kada ya elimu ambayo wanayazingatia haya, ama nao pia kuna changamoto ipo? Hapa nazungumzia walimu, maafisa mbalimbali ambao wanahusika na swala zima la elimu. Tunao ama kuna changamoto pia hapo? Una maana ambao wanazingatia yani kwa sababu hawa ndio wanao kuzisimamia, kuzifanyia kazi, kama ni walimu wasimamizi wanazizingatia. Nina bahati ya kuingia madarasani. Hasa ninapozungumzia madarasa ya awali, kwa kweli stadi zangu zimejikita tafiti zetu zimejikita huko. Kwa hiyo tumepita sana madarasani kwa observation, lakini pia tumekuwa na program mbalimbali za mafunzo kwa walimu. Kwa hiyo kwa kweli walimu wanajitahidi sana kukuza zile stadi na kutumia, of course sisi ambacho tumekuwa tukiwafundisha walimu na kuhamasisha ni kutumia zile mbinu ambazo ni rafiki kwa watoto ili watoto waweze kujifunza vizuri. Kwa hiyo walimu wanajitahidi sana, lakini wamekuwa wakikwamishwa. Walimu wamekuwa wakikwamishwa na jamii kwa ujumla, naweza kusema. Na hicho kitu umenikumbusha, nipongeze pia mpango huu uliozinduliwa juzi hapa
kwamba component mojawapo ambayo imetiliwa mkazo sana ni ushirikishwaji wa wazazi. Kwa kweli hilo napenda kupongeza sana sana sana, kwa sababu imeonekana kwamba wazazi hawajui. Wazazi wana matamanio yao, lakini ni bahati mbaya sana kwamba wazazi hawaujui mtaala. Walio wengi, sio wote, lakini nilifanya utafiti kadogo tu. Nilikuwa kwenye kikao cha wazazi kwenye shule moja ambayo nilikuwa nimeenda nikifanya tafiti yangu. Nikashiriki kwenye kikao cha wazazi, nikawauliza wale wazazi tu kwa jumla, nikasema naomba mnyoshe mkono wale ambao mnajua muhtasari wa darasa la awali, ama labda unao au umeshawahi kuuona, naomba nione. Katika kundi la watu karibu nadhani 60-70 waliokuwepo eneo la tukio, wale wazazi walikuwa kama 3-4 ambao ndio walikuwa wanajua kuhusu mtaala. Sasa unapata picha kwamba wana matamanio lakini hawajui nini kilichopo humo. Kwa hiyo wale walimu, kama tulivyosema, walimu wanajitahidi, lakini unakuta na walimu wengi nilioongea nao wanasema, unajua tukifanya hivi mzazi anakuja analalamika, mtoto wangu amekuja amesoma hapa wiki nzima, wiki 2 hajaandika chochote. Sasa kwetu sisi ni kawaida, mtoto anaweza akaja akafanya shughuli mbalimbali tayari zimemjenga kwenye stadi mbalimbali, kama zile nilizokuambia za kukuza mikono. Sasa zile huwezi kuziona kwa wakati ule. Unaona? Na kwenu nyinyi ni sahihi. Sisi kwetu ni sahihi. Kwa hiyo mwalimu anajitahidi kufanya hivyo, na mara nyingi sana walimu wamekuwa wakiniambia, wanasema zile siku za mwanzo wazazi wanalalamika, wanasema mbona mtoto amekuja hajaandika. Kwa hiyo mzazi yeye uelewa wake unakuwa, nimempeleka mtoto shule akaandike, akajua kuandika na kusoma, na nione alete daftari lake nione ameandika. Kwa hiyo kwa kweli akirudi na michoro ya panya, panzi au mijusi, anaona kama vile mbona kama hiyo nayo ni hatua nyingine. Arudi na michoro mbalimbali, lakini cha muhimu ni kwamba daftari lazima liwe limesahihishwa. Lazima liwe limesahihishwa. Si unajua ile imewekwa tiki, imewekwa ni. Sasa tatizo la kusahihisha, kuna tiki na kosa. Ambacho ni kitu ambacho sisi kwa hawa watoto wa darasa la awali pia hatukishauri. Hatuwapimi kwa namna hiyo. Hata upimaji wao ni tofauti. Hatutumii mitihani ya kuandika. Natumia zaidi matendo. Ni matendo. Mwalimu ana fomu yake, anakuwa anafanya uchunguzi wa wale watoto, uchunguzi wa moja kwa moja, lakini kama ni mwisho wa muhula, ana vigezo maalumu ambavyo anakuwa anaviangalia kwa wale watoto. Nia ya upimaji kwenye eneo hilo, kwa sababu ndio kwanza wanaanza, nia ya upimaji ni kutafuta afua. Tunasema intervention. Kujua mtoto amekwama wapi, anahitaji asaidiwe wapi. Nia sio kumjudge kwamba anaweza au hawezi. Research mbalimbali ambazo zimefanyika, tuna nadharia mbalimbali ambazo zimefanyika. Zile nadharia zimeeleza makuzi ya watoto. Sasa kama nadharia zimeeleza makuzi mbalimbali ya watoto, ni kwamba tunategemea kuna vitu tunaita milestone, kwamba kwa kufika umri huu mtoto aweze kufanya hiki, kwa kufika umri huu mtoto aweze kufanya hiki, kwa kufika umri huu mtoto aweze kufanya hiki. Kwa hiyo mitaala inapoandaliwa huwa inaongozwa na zile nadharia. Waandaji wa mitaala huwa hawaandai mitaala, yani huwezi kuandaa mtaala tu kwa kufikiria tu, kwa kukaa tu kubuni kama umeota. Wanaongozwa na nadharia mbalimbali. Ndio maana tunasema kiongozi chetu sisi, mtaala ni kiongozi muhimu sana, kwa sababu tunaamini wataalamu wamekaa na wameandaa wakiongozwa na nadharia mbalimbali. Dr. Kejo, shukrani sana. Kwa wale ambao wanahitaji kupata msaada wako kama hivi mambo ya kielimu na hivi, wanakupata vipi? Nipo DUCE kama ulivyosema. Mimi ni mhadhiri hapa Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu DUCE, ambacho kiko chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibuni sana, napatikana hapa. Mawasiliano ambao mtu mwingine anaweza akasema kupigia kutafute. Okay. La namba ya simu, napatikana kwa namba ya simu 0738 318835.
Shukran sana Dr. Subilega Kejo, wewe ni mhadhiri chuo kikuu cha elimu, chuo kishiriki cha elimu Dar es Salaam DUCE. Tumezungumza kuhusiana swala zima la umahiri katika swala zima la elimu ama elimu ya awali. Namna gani ambavyo mtoto anapaswa kuwa kama ambavyo umemsikia kwa uzuri kabisa. Mwanao akija na yuko daycare au awali anakuja na mizigo imejaa kwenye mabegi, wakati mwingine mchunguze, ndipo unaweza ukaua uwezo wake ama ukauendeleza. Sasa mzazi unao nafasi ya kuua uwezo wake, maana wanasema msingi wa mtoto ukifa chini, hata huko juu inahitajika gharama kubwa sana kwenda kumtengeneza kuwa mpya ambayo unatamani awe. Lakini msingi mzuri uko chini kwenye ngazi ya awali, na pembe tatu imeonyesha kwamba ni mtoto, familia na shule au jamii pia, si ndio? Ndivyo vinavyohusika kumlea mtoto kuwa mtu ambaye tunatamani awe na huo umahiri wa KKK. Na ikumbuke tu kwamba tarehe 29 Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili. Lakini pia mwaka 2023 serikali ilizindua mtaala mpya wa elimu ya msingi darasa la kwanza hadi la 6. Na kwa sasa wanaishia darasa la 6. Kwa hiyo ndio ambayo mabadiliko ya kielimu yanaendelea kuchukua nafasi. Nikushukuru sana kwa hiyo mtazamaji, kwa yote ambao umejifunza. Nikwambia tu kwamba Mwanazuoni ipo na tuendelea kuletea utafiti mbalimbali ambao wasomi wetu wanaufanya kuhusiana na swala zima la maendeleo katika nyanja zote ambazo tutakuwa tunazileta kwako. Naitwa Tobias Masalu. Shukrani sana Dr. Kejo. Asante sana Tobias. Bye bye.